Na karibu ndugu mtazamaji katika mwendelezo wa masomo haya yanayohusiana na afya kutoka Erastobe Food Product. Natumai una afya njema kabisa. Na ninao furaha tele kukualika tena katika mwendelezo wa masomo haya. Kuna maswali mengi sana ndugu mtazamaji yanaulizwa kila siku. Watu wanapata taarifa, watu wanapata ujumbe, watu wanauliza maswali. Wanataka wajue na wajifunze zaidi. Nami nashukuru kwa hilo. Sasa siku ya leo kuna swali tunataka tujibu. Mtu anauliza mbadala ya ngano ni nini? Inaweza kuwa nini? Yaani kitu gani aweze kutumia ili ifidie au ichukue nafasi ya ngano? Kama unavyojua, ngano ni chakula kizuri sana. Inabeba vitu vingi. Ina vitamin B complex. Sasa ngano inaweza ikawa na changamoto kubwa tu kwa walaji wengi kwa sababu ngano ina gundi, ina gluten ambayo wengi wanashindwa, matumbo yao yanashindwa kumeng'enya. Wengine wana allergy na ngano, inawaletea shida sana. Ingawa ni chakula kizuri. Sasa watumie nini kama mbadala? Kitu cha kwanza inatakiwa utumie mtama mwekundu. Hata mweupe inaweza kafaa, lakini mtama mwekundu napendekeza zaidi. Inaweza kuwa ni mbadala mzuri sana wa ngano kwa sababu haina gluten, na ndio maana mtama mwekundu wanatumia hata wale wanaopunguza uzito. Haipandishi uzito, wanga wake ni nzuri sana, haipandishi sukari, lakini pia ina fibers, inakambalishe kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo mtama mwekundu inaweza kuwa mbadala mzuri wa mtu ambaye atumii ngano. Lakini ndugu mtazamaji, unaweza ukatumia ufuta, sesame. Ufuta ni nzuri sana. Tena mimi napendekeza ufuta kwa wakina baba kuliko maelezo. Hata wakina mama pia. Ufuta ni chakula kizuri, ina nguvu. Kwa hivyo tumia sana ufuta, ingawa ina fibers nyingi. Kwa baadhi ya watu ambao wana gesi nyingi au wana vidonda vya tumbo, inaweza ikawasumbua kidogo, lakini unaweza kutumia alafu kaona reaction yake, matokeo yake mwilini mwako baada ya kutumia. Sasa utakapotumia ufuta, basi itakuwa mbadala mzuri sana wa ngano au product za ngano. Mbadala nyingine ni pamoja na uwele. Uwele ni mbegu ambazo zinatumika hasa katika kuandalia uji au kutengenezea uji. Na wakina mama wajawazito wanatumia, watoto, wazee, unaona, inaweza kawafaa sana. Hata wale watu ambao wana upungufu wa damu, inaweza kawasaidia sana. Ina calcium na madini chuma kwa kiasi kikubwa uwele. Kwa hivyo unaweza ukatumia uwele, aidha ukachanganya na bidhaa zingine ikakusaidia sana. Lakini hakikisha unasaga uwele inakuwa laini kabisa. Unaona, usiisage juu juu. Hii inaweza kaleta shida. Kwa hivyo ukitumia uwele vizuri, inaweza kuwa mbadala ya ngano. Lakini nyingine ni pamoja na nazi. Nazi ina protini, ina kambalishe, lakini pia ina mafuta mazuri kwa afya, itakujenga na ni mbadala mzuri sana wa ngano. Na mbadala nyingine pamoja na soya. Soya ni nzuri sana, ina protini, ina kambalishe na virutubisho kibao. Ukatumia maziwa yake, aidha nyama yake kimaana ya tofu, itakusaidia sana. Na mbadala nyingine pamoja na mchele wa brown rice. Inayo virutubisho vingi, inaweza kuwa mbadala ya ngano. Lakini unapopika hakikisha inakuwa laini, isiwe ngumu. Na unaweza kalaweka masaa 6 kabla ya kupika. Iwe laini vizuri, itakusaidia sana. Na ndugu mtazamaji, kwa siku ya leo sina la ziada. Nilikuwa nakuelekeza mbadala ya ngano. Kwa wale watu ambao ngano inawasumbua, watumie nini ili kupata virutubisho vile ambavyo wangevipata kwenye ngano. Nafikiri umejifunza, na usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.